Vijana zaidi ya 1400 wanatarajiwa kunufaika na mradi wa vijana na uzalishaji wa mazao ya bustani kibiashara unaosimamiwa na ushirika wa wajasiriamali wahitimu wa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo SUGECO, unaotekelezwa katika eneo lenye ukubwa wa hekari 200 lililopo kijiji cha Lubungo, halmashauri ya wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro. Akizungumza katika siku ya kijana shambani iliyofanyika kwenye mashamba ya SUGECO, mkurugenzi wa ushirika huo Revocatus Kimario amesema mradi huo unatarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi 1.1 bilioni hadi kukamilika, huku SUGECO ikishirikiana na halmashauri husika katika kuwawezesha vijana kupata mikopo ya 10% kwa ajili ya kuendeleza mashamba wanayopewa. Tunacholenga ni kwamba tunawapa vijana ardhi. Sisi tunasema vijana hawana changamoto ya kumiliki ardhi. Changamoto kubwa ya vijana ni kupata nafasi ya kutumia ardhi, access to land. Hiyo ndio shida. Kwa hiyo sasa hivi sisi kupitia mradi huu ambao tumeweka miundombinu msingi ya kuwezesha uzalishaji, tunampa kijana eneo la kuzalishia lenye miundombinu ya msingi. Kama unavyoona tumechimba visima viko 4, tuna mabwawa sasa hivi kwa eneo hili yako 2, tunaendelea kujenga lingine, na tumejaza maji. Yale maji yanarudi shambani ndio yanayomwagilia mazao haya unayoyaona. Kijana anapewa kuanzia ekari 1 mpaka ekari 3, na tunampa haki ya kutumia eneo hilo kwa kipindi cha miaka 3. Lengo letu ni kwamba katika hicho kipindi cha miaka 3 azalishe, auze, atengeneze fedha, anunue ardhi yake, alafu ajimilikishe hiyo ardhi yake mwenyewe. Lakini hili eneo linabaki kama ni eneo la kuwatamia vijana. Watatoka baada ya miaka 3, tutaleta tena vijana wengine. Huu mradi unalenga kufikia vijana 200, lakini watakao ajiri vijana zaidi ya 1200, kwa sababu kwa wastani ekari 1 inahitaji vijana 6. Huu ni mradi ambao unaendeshwa na SUGECO, lakini pia tunapata ufadhili kutoka kwa Bill and Melinda Gates kupitia BFC program au Beyond Farm Collective, ambayo ni wadau wetu wanao tusupport kwenye baadhi ya maeneo, hususan ya kutengeneza hii miundombinu. Kwa sasa mradi mpaka utakapokamilika tunatarajia utatumia zaidi ya shilingi bilioni 1 na milioni 134. Ndio thamani ya huu mradi utakapokamilika. Lakini kama mnavyoona sasa hivi tuna mazao mbalimbali. Tayari kuna vijana waliopewa mashamba. Wengine wamelima hoho kama mnavyoziona, zimeshavunwa, sasa hivi wanaenda kuvuna mara ya 3. Kuna wengine walipanda nyanya chungu, wameshavuna, wamemaliza, na sasa wanaenda kwenye hatua ya kuandaa shamba kuweka mazao mengine. Lakini wako ambao wameweka nyanya kama mlivyoziona, na kama mlivyopata nafasi ya kutembelea eneo lote la mradi, unaona kuna eneo ambalo tulikuwa tunaliendeleza sasa, ambayo shamba linasafishwa. Lile lina ekari 70 ambazo zimeshasafishwa. Tunaendelea na utaratibu wa kuzilima, lakini na kuwagawia vijana ambao wako tayari. Tunachosema ni tunataka wale vijana ambao wako tayari, lakini pia tunategemea kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi za fedha, ambao wao na sisi tumekubaliana sasa watakuwa ni sehemu ya kuwezesha vijana. Lakini hiyo ni sehemu mojawapo. Lakini kama ulivyoona tunashirikiana na halmashauri. Leo tulikuwa na bahati pia tumeshirikiana na afisa kilimo wa wilaya na maafisa kilimo kata na vijiji wa maeneo haya ya Lubungo. Tunategemea pia halmashauri zitawezesha vijana, hususan wale vijana wanaotoka kwenye vijiji hiki, kwa kuwapatia mikopo ile ya 10% ambayo ni mikopo ya vijana, wanawake na wale wenye mahitaji maalum, wenye ulemavu. Yote hii inalenga kusaidia kujenga vijana ambao wameweza kujiajiri, lakini na kutengeneza fursa za kuajiri wengine. Katika hatua ya awali, mradi umeanza na mazao ya bustani ya kibiashara ikiwemo zao la nyanya na hoho, huku mipango ikiendelea ya kulima mazao mengine kulingana na mahitaji ya soko, ikiwemo zao la pilipili mwendokasi ambalo tayari lina uhakika wa soko. Siku zote kauli mbiu yetu ni kwamba kilimo biashara anzia sokoni, na hapa kinacholimwa lazima tuwe tumetengeneza utaratibu na mfumo mzuri wa masoko, ili anayewekeza ajue kile ninacholima naenda kumuuzia nani. Kwa hiyo pamoja na mazao haya mlioyaona, tutalima pia mazao mengine. Miongoni mwake ni kwamba tuna soko kubwa la mazao ya sweet melon. Hii ni soko la nje, tunahitaji tukufanya na wafanyabiashara ambao tumekubaliana nao makubaliano ya awali wako Dubai. Lakini tutalima pilipili mwendokasi, tayari tulikuwa na makubaliano ambayo ni ya kipindi kirefu kidogo na yataendelea na watu wa Red Gold au Dash Industry. Basi pamoja na mazao mengine kulingana na mahitaji ya soko kadiri yatakavyokuwa yanajitokeza. Baadhi ya vijana wanufaika wa mradi huo akiwemo Hadija Muhammad pamoja nao wengine wakazi wa kijiji cha Lubungo nao wameeleza mtazamo wao. Mwanzo tulikuwa tunalima kwa kutegemea mvua ya Mwenyezi Mungu, ila sasa hivi tunalima wakati wote
kama hivi mnavyoona, maana hakuna mvua lakini tunanufaika. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini kutokana na hali yetu ya wakulima huku tupo kipato cha chini, tulikuwa tunaomba halmashauri kutupa nguvu sisi kama vijana kuendeleza hii miradi ili tuweze kunufaika zaidi, kujikwamua kimaisha, kusomesha watoto ili nao wapate kujitambua. Kilimo chetu sisi ni mbaazi, mahindi, mtama, kunde, choroko. Tunalima kwa ajili yani tukishalima tayari tunaenda tunauza, tunapata hela, au kingine tunafanya kwa ajili ya chakula. Sisi kama serikali ya chini tuko tayari kwa vijana, makundi maalumu, wakina mama, ili watoke kiuchumi, na sisi kwa nafasi yetu ndio wenye majukumu ya kuhamasisha na kuwakusanyisha ili waje watekeleze hii miradi ya kimaendeleo. Niombe serikali kwa umoja wetu wote, kama umoja ndio unaleta maendeleo. Mkurugenzi mkuu mtendaji wa halmashauri ya Mvomero, unapoona vikundi vote vinotokea katika vijiji vako kati ya vijiji Lubungo, uvisaidie na kuvipa msaada mkubwa au kuvipa kipaumbele uwezeshaji wa mikopo, kwa sababu vijana wamehamasika, wakina mama wamehamasika, na tunashukuru pia uwape nguvu ili shirika la SUGECO, kwa sababu wamekuwa msaada tosha, wako bega na bega na wananchi kuhakikisha huu maskini unakwisha. Kwa picha fupi ambayo inaonekana kwa mazingira tosha hapa, kilimo kimestawi, wana zao ambalo hoho hilo lina uwezo wa kutoa hata robo kwa hoho moja. Sasa kwa ekari moja itatoa robo ngapi ya kila hoho? Kwa unaona kiasi gani tutaposhiriki kikamilifu tutakwenda kumaliza umaskini. Kutokana na maisha tunayoishi hapa Lubungo B, ukweli ni ya ukame, vijana hawapendi kujishughulisha, lakini kupitia mradi huu nina imani kabisa kuanzia vijana hadi wazee tutainuka kupitia huu mradi. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.